is the backbone of quality education. Familia moja mjini Kiambu inaishi kwa hofu na simanzi baada ya mwana wao anayedaiwa kusafiri hadi Urusi kwa kazi kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Joseph Kamau mwenye umri wa miaka 26 na mpishi aliyesomea taaluma hiyo alisafiri hadi Moscow mwezi Juni mwaka 2025 akidai kupata ajira kama mpishi katika jeshi la Urusi, akiahidiwa malipo bora kuliko hapa nchini. Kwa mujibu wa mamake Susan Wanjiru, mawasiliano yao ya mwisho yalikuwa siku alipowasili salama jijini Moscow, na tangu wakati huo simu yake imekuwa kama imezimwa. Familia hiyo sasa inaiomba serikali kupitia ofisi ya waziri msaidizi kusaidia kufuatilia aliko mwana wao, wakihofia usalama wake. Kutoka siku hiyo sijui kama mtoto wangu ako uhai ama amekufa. Kile ningeomba ni serikali ifanye maneno yao imrudishe hapa, sababu namtaka akiwa hai, akiwa hapa. Mara yangu ya mwisho kuongea na yeye saa ile alifika huko. Akifika huko akaniambia amefika Moscow, na tangu siku hiyo sikuongea na yeye tena mpaka wa leo. Hatujui mtoto wetu anaitwa Joseph Kamau wa Amos Ng'ang'a na Susan Wanjiru kama yuko hai, sababu alifanyika kwenda Russia bila, na ilikuwa mambo ya haraka haraka, hata hatukujulishwa. Sasa ndio tunashindwa, sababu alienda mwaka jana, sijui mwezi wa 6 hivi, hatujui ako aje mahali yuko. Kana kitu hatujai muona, hatujui ako aje mahali yako. Sasa ni jambo ambalo linatutia hofu sisi kama vijana, maana bado pia sisi tunatafuta kazi na hatujui mahali mtu ataangukia, na kama kuna security ya vijana wakienda kutafuta kazi ije, sika vijana inatutia hofu na inatuweka katika inatupea majukumu magumu ya kutafuta kazi, hujui utaangukia gani kesho. Wanafunzi wa shule za sekondari kaunti ya Kwale wametaki